Mesikia somo la kwanza. Mtume Petro anatukumbusha tumekombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Hatukukombolewa kwa vitu vinavyoharibika, bali kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo pekee. Inafundishwa hapo ni mawili. Kwanza, thamani yetu mbele za Mungu ambao umedhihirishwa kwa Mungu kumtoa mwanae kufa kwa ajili yetu, kutukomboa. Unajua ni rahisi mtu kufa kwa watu wasiokuwa na dhambi, lakini Yesu anadhihirisha upendo mkuu wa Mungu kwa kila kiumbe, hususan mwanadamu, kwa kufa kwake kwa ajili ya kuturudisha kwa Baba. Na hiyo inatujengea ile hali kwanza ya kujithamini kutokana na hadhi hiyo kubwa ambayo Mungu ametukirimia kupitia kifo cha mwanae. Alafu pili, vile vile kuguswa na upendo mkubwa wa Mungu, upendo ambao Mungu ametupenda bila masharti yoyote. Anatuthaminisha bila masharti yoyote, anadhihirisha upendo huo mkubwa bila masharti yoyote. Na mazumuni makubwa hayo ni sisi basi kumpenda Mungu kupita vyote, kumpenda Kristo kupita vyote, na kujithamini na kuwathamini wanadamu wengine, kwani kila mwanadamu ameguswa na upendo huo wa kimungu. Kwa hiyo inatujenga katika mahusiano yetu sisi na Mungu, msingi wa upendo sio kushika amri, bali tunaitikia upendo wake kwa kumrudishia Mungu upendo. Alafu kuthaminiana sisi kwa sisi, kwa sababu kila mmoja wetu amethaminika, ana thamani kubwa mbele ya Mungu. Na ndio msingi ambao hata kanisa letu linatetea thamani ya mwanadamu. Kanisa linaposimamia haki za mwanadamu, linaposimamia wanadamu kutokuteswa, kutokudhulumiwa, kutokuwawa, limejengwa katika msingi wa upendo wa Mungu kwa kila mwanadamu. Na kila mwanadamu anatakiwa aheshimiwe, alindwe na atukuzwe, na asitumike kama kitu kwa manufaa mengine, au asitumike kama yeye kama kitu kwa kuwanufaisha wengine. Imejengwa katika hilo. Alafu mwisho Petro anatukumbusha pale mwisho kabisa, anasema mwili wote ni kama majani. Anatahadharisha watu wasijithaminishe sana, wasiangalie sana masuala ya miili, inabadilika kama majani. Yaani na fahari yake yote ni kama ua la majani. Watu wasishikilie katika maisha ya ufahari, maana kama majani yanakuwa mabichi, yananyauka, yanakauka na yanakwenda. Hali kadhalika katika fahari na nafasi mbalimbali, unakuwa juu, utakuwa chini, utanyauka na utakwenda. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiria kwetu. Kwa maana moja nyingine, Paulo anatutafakarisha kuwa na hekima ya kujisimika katika kile kisichoharibika. Tusijenge maisha yetu katika mambo ya kimwili ambayo yanapita, katika mambo ya fahari ambayo yanapita, bali tujisimike katika neno la Bwana linalodumu milele. Na neno la Bwana hapa sio Biblia tu peke yake. Neno la Bwana linalodumu milele ni Kristo peke yake, neno lililochukua mwili. Amekufa msalabani kama alivyoelezwa kwenye Injili takatifu. Na Yohani na Yakobo wanafikiri kwamba Kristo atakapoingia katika utukufu wake, basi ataleta mabadiliko ya kisiasa, kwamba Warumi watashushwa chini, bali Yesu atakuwa mfalme wa kisiasa. Ndio maana wanaomba nafasi za ufahari, mmoja kulia na mmoja kushoto. Kulia ni kama msaidizi wake na kushoto ni kama mwandishi wake. Wanatafuta ufahari. Anawaambia mtakunywa kikombe, akasema ndio tutakunywa kikombe cha mateso. Kikombe cha mateso, kikombe cha kifo, wanasema ndio. Pamoja na hayo yote, suala la kukua mkono wangu wa kulia au wa kushoto ni suala la Mungu. Kisha nawaonya basi, watawala wa dunia wanatumia fahari, wanatumia mabavu, wanaumiza watu, wanaua watu,
lakini kwenu isiwe hivyo. Kiongozi yoyote ambaye ni mfuasi wa Kristo lazima uongozi wake ujengwe katika moyo wa kutoa nafsi yake, moyo wa utumishi na sio moyo wa kutumikiwa. Kwa maana tunayemfuata Yesu Kristo hakuja kutumikia bali hakuja kutumikiwa bali kutumikia, na utimilifu wa utumishi wake ni kutoa uhai wake mbinguni kwa ajili yetu sisi. Basi tumwombe Mungu, hususan sisi viongozi ambao ni wa Kristo, wanamfuata Kristo, basi uongozi wao usio wa mabavu bali wa kujitoa nafsi zao kwa ajili ya wale anaowaongoza. Tumsifu Yesu Kristo.